zitakuwa bayana siri. أشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كشفت الغمة ومحوت الظلمة وجدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين يا حبيب الله. اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ما دامت السماوات والأرض يا رب العالمين. فيا مراسة العقيدة ويا همات المسلمين أعزاء، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله حيث قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, jambo la kwanza sina budi kujihusia mimi mwenyewe juu ya jukumu kubwa la kuendelea kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoa hofu ya viumbwa katika nafsi zetu na kuweka hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu. Hii ndio iliyokuwa kazi ya mitume wote mpaka kumfikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi na mimi sina budi kuendelea kuwahusia juu ya jukumu kubwa la kuendelea kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtakasia utii wake. Watukufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, leo alhamdulillahi rabbil alamin tutajitahidi kuzungumzia juu ya uzuri wa Uislamu, topic juu ya uzuri wa Uislamu, the beauty of Islam in all dimensions, uzuri wa Uislamu katika nyanja zote. Lakini nikachagua nizungumzie mambo manne. Kwa nini ummati Muhammad twende kifua mbele? Kwa nini ummati Muhammad duniani twendeni kifua mbele? Kwa nini twende kifua mbele ummati Muhammad? Jambo la kwanza kabisa, watukufu wa Islam, sisi tuko katika dini ya haki. Jambo la kwanza, ummati Muhammad tunatakiwa twendeni kifua mbele kwa sababu sisi tuko katika dini ya haki, dini ya mitume wote mpaka kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, hakika atakaye fuata system ya maisha isiyokuwa system ya dini ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu hatamkubalia hapa duniani na kesho akhera atakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara kubwa. Watukufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwenye amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja pasi na khiari yoyote. The meaning of Islam is to surrender, to submit to the willness of the supernatural power Allah Subhanahu wa Ta'ala in totality, not a half. Maana ya Uislamu ni kujisalimisha moja kwa moja kwenye amri za Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi ummati Muhammad twendeni kifua mbele kwa sababu sisi tuko katika dini ya Allah, dini ya mitume wote mpaka kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surah al-Baqara, katika sura al-Baqara aya 130 mpaka kwenye 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waman yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, waman yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa sabiha Ibrahim banihi wa yaqubu ya bunayya inna Allah astafa lakum dinan fala tamutunna illa wa antum muslimun أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن له مسلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mayarghab an millat Ibrahima, hakuna mtu yoyote yule atakayejitenga na mila ya Sayyidina Ibrahima illa man safiha nafsahu, illa yule aloamua kuitia nafsi yake katika upumbavu. Mtu yoyote yule atakayeamua kujitenga na system ya maisha ya Nabii Ibrahim isipokuwa ni yule mtu ambaye ameamua yeye mwenyewe kuitia nafsi yake katika ujinga, katika upumbavu. Mtume akakumbushwa na Allah idh qala lahu rabbuhu, kumbuka wewe Nabii Muhammad na uwakumbushe umati Muhammad, kumbuka Allah alivyomwambia Ibrahim aslim, jisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Ibrahim akasema aslamtu lirabbil alamin, nimejisalimisha moja kwa moja kwenye amri za Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim na Yakubu hawakubakia na hiyo amri, waliendelea kuwahusia
watoto zao kwamba hakika endeleeni kufuata system ya dini ya Kiislamu na mfe hali ya kuwa ninyi ni Waislamu. Kisha akawaradi Mayahudi na Manaswara ambao wanaojipendekeza juu ya mila ya Sayyidina Ibrahim, wanasema kwamba tukiwa Manaswara au Mayahudi tutaongoka. Mwenyezi Mungu akawajibu akawauliza, am kuntum shuhada, hivi ninyi mlikuwa mashahidi wakati kifo kinampata Yakubu? Aliwaambia nini watoto wake? Kumbukeni aliwaambia nini ninyi Mayahudi mnaowaambia Waislamu wa Mayahudi? Kumbukeni aliwaambia nini? Aliwaambia Nabii Yakubu kwamba mimi wanangu nikiondoka mtabaki mnaabudu nini? Wakasema watoto zake kwamba tutabaki tunaabudu dini ya babu yako Ibrahim na baba zako Ismaili na Ishaqa, tena tutabaki tunaabudu Mungu mmoja na shuhudia kwamba sisi ni wenye kujisalimisha kwenye amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, sisi twendeni kifua mbele umati Muhammad, kwa sababu sisi tuko katika dini ya haki, dini ya mitume mpaka kufikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna ikhtilaf katika sheria, bali ilipokuwa zama za Ibrahim tukatosema la ilaha illa Allah Ibrahim rasulullah. Ilipokuwa zama za Nabii Musa tukatosema la ilaha illa Allah Musa rasulullah. Sasa ni zama za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwasema la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah. Jambo la pili, kwa nini umati Muhammad twendeni kifua mbele? Twendeni kifua mbele kwa sababu tunaye mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye anatutakia kheri kila siku. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Nisa aya 65 anasema, walau annahum dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum rasulu lawajadu Allah tawwaba rahima. Laiti kama ummati Muhammad wangedhulumu nafsi zao kisha wakujia wewe Mtume Muhammad, kisha wakaomba istighfari kwa Mwenyezi Mungu, alafu wewe Rasulillah ukawaombea maghfira kwa Mwenyezi Mungu, mngelimkuta Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali tauba na mwingi wa kuwasamehe. Walau annahum dhalamu anfusahum ja'uka. Sasa tutamwendea vipi Mtume Muhammad hali ya kuwa ameshafariki? Tutamwendea kwa sala na salam, as-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Na ukiswalia mtume mara moja tu unafutiwa madhambi 10. Rasuli anasema unapandishwa daraja 10, unarehemewa mara 10, na katika riwaya nyingine unapewa mema 10. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, Mtume Muhammad hakutumwa isipokuwa kwa watu wote, kwa viumbe vyote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukupeleka wewe Mtume Muhammad isipokuwa uwe rehma kwa walimwengu wote. Kwa hiyo hata vidudu mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kuku mtume wake ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, ukienda unaweza ukapata kitabu cha watu mashuhuri wanaosilimu sana duniani. Ukikisoma hiki kitabu kitakujaza imani, lakini utaona kwa nini watu wamesilimu kumfuata Mtume Muhammad dunia nzima. Hebu nenda kwenye simu yako, andika www.extremely-smart.org Salim Boss. Utakipata kitabu cha Kiingereza. Kama utaki cha Kiingereza, cha Kiswahili unaweza kuangalia www.mwerevumno.wordpress.com. Utapata kitabu ambacho cha watu mashuhuri wanaosilimu duniani na wana sababu za kusilimu, kwa nini wamfuate Mtume Muhammad, wameeleza mle ndani. Watukufu wa Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, kulikuwa na bingwa wa muziki nchini Uingereza akiitwa Cat Stevens. Huyu ndiye alikuwa bingwa wa muziki nchini Uingereza. Leo amesilimu, anaitwa Yusuf Islam na anafanya kazi ya dawa. Hata hao kuna waanzishi wa hip hop nchini Marekani, wakina Bad Boy, wakina Loon, wote wamesilimu, wanamfuata Mtume Muhammad. Ndani ya kila kitabu utakuta watu zaidi ya 1000 na sababu za kusilimu kwao, kwa nini wamesilimu kumfuata Mtume Muhammad. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, sifa za mtume duniani ni nyingi sana. Hata ukiingia, wamekaa kikao nchini Amerika ni mwaka wa 2000 wakijadili ni nani aliyofanya kazi kubwa hapa duniani.
Ni nani aliofanya kazi kubwa sana hapa duniani katika historia ya maisha ya mwanadamu? Wakawachukua mafalsafa wote, wanafalsafa wote, wakawachukua mitume wote wakaweka ndani, lakini waliyemuona kwamba huyu ndio the hero, the best in the world, wakamuona hakuna isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kikao hicho hakukuwepo na uwakilishi wa Waislamu, bali walikuwa ni watu wasiokuwa Waislamu. Wakawachukua watu 100 mashuhuri, mitume wote ndani, wanasayansi wote waliosoma skuli ndani, mafilosofa wote ndani, lakini waliomfanya kuwa ndo the hero ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ukienda ukaandika thehandred.com, ukaandika Michael Hart the 100, a ranking of the most influential person in history, Muhammad was found to be number 1. Kwa nini wasiokuwa Waislamu wanamjua thamani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa wao wenyewe wasiokuwa Waislamu wanamsifu Mtume Muhammad? Vipi sisi umati Muhammad tusiende kifua mbele kwa kuwa naye tukufa daraja Mtume Muhammad? Lakini vile vile unaweza kuandika what do they say about the Prophet Muhammad, wanasema nini duniani kunako Mtume Muhammad. Utapata notes nyingi, wanafalsafa wakubwa duniani wamezungumza nini kunako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuzungumza chochote isipokuwa wanasema Mtume Muhammad ndio bingwa wa mabingwa, ndio mwerevu wa werevu, ndio mwanasayansi wa wanasayansi duniani. Hakuna kiumbe chochote anayemshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wao wenyewe watu wa magharibi wanamsifu, vipi ninyi umati Muhammad mtampenda kiasi gani Mtume Muhammad? Vipi ninyi umati Muhammad mtamsifu kiasi gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Watukufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, jambo la tatu, kwa nini twendeni kifua mbele? Kwa nini umati Muhammad wa Dodoma, kwa nini muende kifua mbele? Ni kwa sababu mnacho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, the Quran, the last revelation. There is no contradiction, there is no according to inside the book. There is no volumes, and then you know the creation of volumes. Some words you put inside the books and others you throw outside the books, and that is why the creation of volumes comes from. Qurani ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, hakina mgongano, hakina volume, hakina kama sijui kilivyoandikwa kama hakuna kama hivyo. Qurani remain one single book. Ukitoka hapa wewe ukaenda China, alhamdulillah, unayosoma wewe hapa ndio inayosoma China. Ndio kitabu pekee duniani cha somwa na binadamu kuliko kitabu kingine, kila dakika, kila saa. The last revelation hakina volume, hakina mgongano. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Hiki kitabu hakina shaka ndani yake, there is no doubt inside the book, so you should believe it without doubt. Quran, the last revelation. Huu ni ushindi wa tukufu wa Islam. Twendeni kifua mbele kwa kuwa nacho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Twendeni kifua mbele kwa kuwa na kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Watukufu Islam, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, ukienda ukaandika scientists comments on the Quran, wanasayansi wamezungumzia nini kunako Quran, ukaandika maneno haya, utaona wanasayansi mabingwa duniani waliosilimu kwa kufuata Mtume Muhammad. Hakuna eneo kubwa ambalo watu wanampenda Mtume na watu wanasilimu kama eneo la science duniani. Eneo la science linawasilimisha wengi sana. Kuna bingwa wa masuala ya anatomy na masuala ya biology, Professor Kate L. Moore, bingwa wa masuala ya anatomy na biology. Vipi kiini tete, vipi mimba inatunga, mabadiliko ya mtoto ndani ya tumbo la mama yake mpaka kuzaliwa. Amepewa GBC Grand Award of American Association Doctor and the Canadians. Ametunga kitabu The Human Developing, kitabu ambacho ndio maraji dunia nzima.
Huyu Profesa Kate Elmore alipoletewa aya 60 zinazozungumzia maswala ya kiini tete na mambo ya mimba, hakuna alichozungumza. Amesema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndugu zanguni, nenda kaandike scientist comments on the Quran au andike www.islamminersguide.com/truth. Utaona vipi wanasayansi wanamsifu Mtume Muhammad, ikiwa wao wanamsifu Mtume Muhammad, ikiwa wao wanakisifu kitabu cha Qur'ani, the last revelation, vipi sisi ummati Muhammad twende namna gani? Wasiokuwa Waislamu wanatapatapa katika umma. Leo kuna kitabu kinasemekana ni cha Mwenyezi Mungu, lakini katika kikao cha Nisea mwaka wa 325 AD katika synod ya viongozi wa dini wakaamua ni injili gani ingie na ni injili gani siingie. Kulikuwa na injili 600, ni injili 4 zilizoingia, mpaka injili ya Barnaba ikatupwa. Subhana malikil Qudus. Lakini ukiangalia kitabu cha baadhi wanahesabu 72, wengine wanahesabu vitabu 66. A big contradiction, a big demarcation. Lakini Quran remain one single book. Waislamu ummati Muhammad ni lazima twende mbele, kwa sababu tunacho kitabu kisichokuwa na shaka, kitabu kisichokuwa na migongano. Jambo la mwisho ambalo ni la mwisho, sisi ummati Muhammad hatuna budi kwenda kifua mbele, kwa sababu tunaye Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ametuumba kwa ukarimu wake na kwa maarifa yake na kwa huruma zake. Ni lazima tumuogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, sisi Mwenyezi Mungu angetutaka angetuumba vyura, saa hizi tusingekuwepo. Sisi Mwenyezi Mungu angetutaka hivi leo tungekuwa katika tabaka za chooni siku ile ya kwanza. Mwanadamu, wanasayansi wanasema ile ejaculation ya sperms kutoka kwa baba kwenda kwa mama, na mbegu milioni 4 zina sink katika mucus. Mama anatoa maji laini yanaitwa mucus ili kulainisha mbegu za baba penetrate kwenda kurutubisha yai la mama yako, kulitoa katika uyai kupeleka katika zygote, embryo, fertile baby. Huna mchango aina yoyote, na sio mbegu zote za tunga mimba. Kama ulizaliwa uko peke yako, kuna mbegu milioni 3,900,000 na uchafu ziko katika tabaka za mavi siku ile ya kwanza. Kwa nini singekuwa wewe na mimi tuko katika tabaka? Lazima ujue kwa nini Mungu amekuumba. So you have to find the purpose of your creation, and the purpose of your creation is the worship. Ni lazima uchunguze kwa nini Mungu amekuchagua katika mbegu zilizokuwa nyingi. Kwa nini singekuwa wewe na mimi katika tabaka za mavi siku ile ya kwanza? Kwa nini mama yako asingekwenda kukumwaga katika mbegu zilizomwagwa siku ile ile? Ni lazima utafute kwa nini Mungu amekuumba, na lengo la kuumbwa kwako ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura 51 aya 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq nahnu narzuquhum. Sikupata kuumba majini na wanadamu ila lengo lake ni moja tu, wapate kunitambua kisha wapate kuniabudu. Ukimwelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utapata namna ya kumwabudu. Kama Mtume anavyosema, man arafa nafsahu arafa rabbahu, mwenye kujitambua yeye mwenyewe nafsi yake na udhalili aliokuwa nao, anapata nafasi ya kumtambua Mola wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, ikiwa wewe mwanadamu unajiona wewe ni jeuri kwa sababu labda una cheo kikubwa, unajiona ni jeuri kwa sababu una umbile zuri, unajiona jeuri kwa sababu labda una mali nyingi, unajiona jeuri kwa sababu una watoto wengi, una wahuru majara, Mungu anasema falyanzur linsanu mimma khuliq, angalie mwanadamu ameumbwa kutokana na nini. Khuliqa min ma'in dafiq, umeumbwa kutokana na maji yenye kuchupa kutoka kwa baba kwenda kwa mama, yakhruju min baini sulbi wa taraib, maji ambayo yatengenezwa katikati ya mifupa ya kifua cha mwanamume na uti wa mgongo wa mwanamume. Uti wa mgongo wa kifua wa mwanaume na mifupa ya kifua cha mwanamke, huko ndio asili tunakotoka.
Allah akasema innahu ala raj'ihi laqadir, hakika alokuleta Allah subhanahu wa ta'ala akakutoa katika huo mchakato na hiyo process. Subhanallah. Ukitaka kujua, kaangalie jinsi mbegu zinavyokimbizana kwenda kwenye kurutubisha ile. Andika fertilization process, andika fertilization process, utaona mbegu zinavyokimbizana. Mbegu ya mtoto wa kiume inasafiri siku 3 na mbegu ya mtoto wa kike inasafiri siku 2. Kuna mwanaume mmoja kule Dar es Salaam ananiambia, Sheikh, nimemwacha mke wangu sababu anazaa watoto wa kike kila wakati. Kwa nini anazaliwa wanaume? Anazaliwa kila kizao mwanamke kila kizao. Naambia wewe hujasoma wewe. Mwanamke hana choice. Ana XX chromosomes, wakati wewe mwanaume una XY chromosomes. Jipinde wewe mwanaume, toa Y chromosomes, itapambana na X chromosomes ya mwanamume na mwanamke, kisha utapata mtoto wa kiume, kwa sababu mwanamke hana sex determination. Sex determination unayo wewe baba. Watukufu Waislamu, wapenzi wa Allah, wapenzi wa Mtume Muhammad, ni lazima twendeni kifua mbele, kwa sababu sisi tu katika dini ya haki, dini ya mitume, dini ya Mtume Muhammad, mpaka kufikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunacho kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. There is no contradiction, there is no volume, there is no according to the book. Ukisoma herufi moja tu ya Qur'ani unalipwa 10. Mtume Muhammad anasema la aqul alif lam mim harf, sisemi alif lam mim ni herufi moja zimekamatana tu, it is just abbreviation, sio herufi moja. Sasa ukisoma Qur'ani nzima walipo kiasi gani? Watukufu Waislamu, wapenzi wa Mtume Muhammad, twendeni kifua mbele. Sisi tu katika dini ya haki, dini ya mitume, dini ya Mtume Muhammad. Twendeni kifua mbele, kwa sababu sisi tuna kitabu kisichokuwa na shaka. Twendeni kifua mbele, kwa sababu tunaye mtukufu wa daraja ambaye dunia nzima inamswalia Mtume Muhammad. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجميع المسلمين والمسلمات إنه الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Muombeeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mna yaqini ya kujibiwa.